Hapa ni katikati ya mji wa Karatu, eneo ambalo kumekuwa na mchanganyiko mwingi, kama ni magari lakini pia kama ni watu. Hapa ndipo nilipo, ni eneo la TFA Karatu. Tunaingia mtaani kupata mawazo tofauti ya mashabiki, kwa upande wa Simba, kwa upande wa Yanga, lakini pia na wadau wa mpira. Wanalisemeaje jambo hili la kuelekea dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga? Kesho ndio ufunguzi wa pazia la ligi ya Tanzania Bara 2026-2027. Mashabiki baadhi kwa upande wa wilaya hii wana yapi ya kusema? Kwa upande wa mashabiki wa Yanga, pia mashabiki upande wa Simba wana yapi ya kutujuza? Kwani timu hizi mbili zimeweza kucheza michezo yao kirafiki na kujua tathmini kwamba nani ni bora kuliko mwingine. Tunaingia katika mji wa Karatu tupate mawazo tofauti ya mashabiki hawa. Mimi ni Pasco Yohani na hii ni Darubini Digital. Geoffrey Stationery na Internet Service. Huduma zetu ni tunauza vifaa vya mashuleni na maofisini. Huduma zote za stationery kama lamination, scanning, printing, binding, photocopy colored, size A4 na A3. Tunatoa picha za kwenye simu na memory na kamera. Tunapiga passport size. Tunafanya graphics na design, vyeti, vitambulisho vya kazi, name tag, business card, vipeperushi, brochure na matangazo mengineyo. Tuna huduma za internet. Tunatuma maombi mtandaoni. Tuna print t-shirt, tuna design kadi za mialiko na michango za kisasa. Tupo Karatu mjini karibu na Camp David kwenye jengo la Continental opposite na mashine za kusaga. Nyote mnakaribishwa. Sasa mimi kama mdau wa mchezo na mshabiki wa Yanga, nataka ni jaribu kutoa mawazo ya mechi ya kesho ambayo ni dabi, ambayo ni ufunguzi wa ligi ambayo itakuwa ni ngao ya jamii. Mechi ya kesho itakuwa nzuri kwenye upande wa timu yangu ambayo ni ya Yanga. Sababu ni nini? Kwa nini nasema itakuwa nzuri kwenye upande wa timu ya Yanga? Timu ya Yanga ni timu ambayo sasa hivi imejiboresha, imefanya usajili mzuri, imeleta wachezaji wazuri ambao sasa hivi tunawaita water player. Ukiangalia water player, wachezaji ni wazuri sana. Kwanza mimi kuna mchezaji mmoja ambao sasa hivi hadi namsujudu na mkubali sana, Peter Sharulile kwa jina Shashaman Goat mwenyewe. Sasa huyo akikaa hapo mbele, tuna mchezaji mmoja ambao tunamuita mnyumbulifu, anacheza pande zote, tunamuita Maxim pia Zengeri. Huyo mchezaji bana usiseme. Alafu sasa hao wachezaji hao niliowataja wa uwili, achana nao wengine ambao tumewasemea mawinga ambao wako pembeni. Kuna kijana mdogo huyo tumemchukua hapo KMC, anaitwa Eric Mwijage. Huyo kijana mnyumbulifu vibaya mno. Juzi alinikosha sana. Isitoshe sasa leo tuna habari mpya. Ngoja sisi kwanza. Ngoja tuachane habari mpya. Ndio. Habari mpya mimi kwanza nijuzi kwanza. Mimi hata sijui. Yawezekana ujui, lakini sisi ambao ni wadau kabisa wa mchezo waga tunakaa ndani na kuweza kudadavua zaidi na kupekua. Hiyo habari mpya, kuna watu wamepigwa kichwani. Maana ukipiga miguuni mtu atakufa. Tumepiga kichwani. Anaitwa Selemani Mwalimu Gomez. Kaisha tu wa Jangwani. Hela zikaagi benki zinakaa mfuko wa shati. Acha bana. Sasa mimi kwa tathmini yangu ya mechi ya kesho ambao ndio ufunguzi wa ligi, kiukweli na uhakika Yanga inashinda 100%, sio 99, ni 100. Jina langu naitwa Tumaini Komba. Kiufupi mchezo huu utakuwa wa ushindani kwa sababu timu zote zimesajili, na siku zote hata kama wanakwenda kucheza ligi ama mashindano mengine, lakini mechi hii ndio mechi ambayo inakuwa na ushindani mkubwa, ndio mechi ya kuweka heshima. Tumepata kuziona timu zote mbili katika michezo yao miwili iliyotangulia, kwa maana ya Simba Day pamoja na
Yanga Day. Ukiangalia timu zote mbili zimefungwa, lakini huwezi kusema kwamba timu ni mbaya. Yes. Mfano kama mechi ya Simba ukiangalia wamefungwa goli very technical, kwa maana ya kwamba Police Kenya walikwenda wakaweka shinikizo zuri, wakaweza kuwadaa Simba, wakafunga goli, wakapata ushindi. Lakini ukienda kwa Yanga wamefungwa magoli ambayo si technical sana, lakini yale tunasema ni makosa ya wachezaji, labda kutokuwa na mawasiliano mazuri na kutokucheza muda mrefu, kitu ambacho na imani mwalimu atakwenda kukirekebisha. Lakini ukiangalia timu zote mbili zimepata kipimo sahihi, kwa sababu zimecheza na timu ambazo ni za daraja si la juu sana wala si la chini, zipo daraja la kati ambazo zina ubora. Kwa hiyo tunachoweza kutegemea kwenye mechi ya tarehe 12, tunategemea mechi yenye ushindani ambayo pia itatupa burudani na kuonyesha wawakilishi wetu wanaokwenda kucheza mashindano ya Afrika wanatupa picha gani. Kuelekea mchezo wa kesho, unaweza labda ukabashiri nini kitatokea? Kwa kweli kwa jinsi timu nilivyoziona, kwa kweli kwa kubashiri itakuwa ngumu sana, kwa sababu hizi timu mbili bwana ni kama kulwa na doto ama pwagu na pwaguzi. Maisha yao yapo kama konokono. Unajua konokono hamnaga jike wala dume, anayemotea mwenzie ndo anapata ujauzito. Kwa hiyo mimi ndo ninachokiona kwa mechi ya kesho. Au unaogopa kupigwa mawe na watu ambao? Hapana, siogopi kupigwa mawe. Bahati mbaya au nzuri, mimi sio Simba wala sio Yanga, na hilo linafahamika. Mdau. Mimi ni mdau. Yanga bingwa. Hali ni mbaya huko. Sawa, Yanga bingwa, lakini hebu tueleze kwamba kwa jinsi ambavyo unaona kabisa kwamba huu mchezo ulipokuwa katika miaka hivi karibuni umekuwa chachu kwa upande wa mashabiki, lakini pia umekuwa na wakati mgumu zaidi kwenye kukadiria matokeo, lakini pia kuwa na mchezo ambao kidogo umekuwa na nguvu sana. Unaweza kusema kwanza naamini timu itakuwa ngumu kweli kweli, kwa sababu ni watani wa jadi, na pia naamini timu yangu itapata utakuwa mzuri. Naamini mpinzani ataumia magoli matatu. Tunaomba tutajie la kocha wa Young Africans. Man Khobanki. Bwana, ni mawazo tofauti ambayo tunapata katika kijiwe hichi cha dira. Tunaona pia na mshabiki mwingine bwana majina. Madam Joe na wewe ya Rock Boy pamoja na Masa, ni majina ya papu. Wewe ni mshabiki wa timu gani? Wa Msimbazi Simba Sports Club. Kesho ni dabi ya Kariakoo. Unajua hilo? Ufunguzi wa pazia la ligi. Mwanzo, yani ili ligi ianze, kesho ni ngao ya jamii. Na katika ufunguzi wa ligi kuu, kesho ngao ya jamii ni Simba na Yanga. Hebu bana, tuambie kwa wewe kama mshabiki wa Simba Sports Club, timu yako ipaje, lakini pia una yapi ya kusema kuhusu Simba Sports Club katika kuelekea dabi ya Kariakoo? Timu wangu Okay, katika kuelekea mchezo wa kesho, unaweza labda kusema lolote, labda kama ni kutabiri mchezo utakapokuwa? Simba kushinda au Yanga kushinda, ndio wewe? Tutaamini kikosi kesho. Kikosi chetu kizuri, tutaangalia na wapinzani wetu. Bwana Rock Boy, wewe ni mshabiki wa Simba, naamini pia utakuwa unafahamu pia majina ya wachezaji ambao wamesajiliwa kuelekea mchezo wa kesho kati ya Yanga. Hii ni first 11 ya Yanga, ni first 11 na Simba. Hebu tupe first 11 na Simba. Golini pale anaanza Tanja Mamadou Kasali, namba 2 ni David Kameza Dutu kwa Shomari Kapombe kaumia, namba 3 tunaondoka na Dickson Kibabage, namba 4 tunaondoka na Ismail Olivier Tura, namba 5 anamaliza Rushende Road. Namba 6 pale atamaliza Yusuf Kagoma, namba 7 Tenda Libasege, namba 8 anashuka pale Tungu wetu mpya anaitwa Jabari ule.
Ibrahim Jabari yule atacheza namba 8, namba 9 tutampiga pale ligi Kibu Sala Mpango. Namba 10 anamaliza Clatous Chota Chama, namba 11 Ansie Daula. Hapa tunaungana na mkurugenzi wa Imara Motorcycle. Yeye ni mdau wa mpira. Sijajua bado ni timu gani, lakini atatujuza majina yake pamoja na timu anayoshabikia kuelekea dabi ya Kariakoo siku ya kesho tarehe 12 mwezi huu wa 8 katika kufungua pazia la ligi kuu. Kesho ni dabi ya Kariakoo. Una yapi ya kusema? Karibu sana kwa majina yako. Mimi kwa majina anaitwa Frankie Case. Kama ulivyosema, mkurugenzi wa Imara Motorcycle. Mimi ni mdau wa Simba Sport Club na ni makamu mwenyekiti wa Simba hapa Karatu. Dabi mimi naamini imekuwa na sehemu ya mazoea, lakini kwingine kumekuwa na mabadiliko sababu ni ufunguzi wa ligi, timu zote zimesajili. Kwa taswira ambayo unaiona katika siku ya kesho, una yapi ya kusema kuhusu Simba Sports Club? Mimi nataka kusema dabi siku zote haijaikuwa rahisi. Hata ingekuwa timu ni mbovu, lakini siku ya dabi timu huwa zinabadilika sana. Kwa hiyo dabi itakuwa ngumu. Lakini kwa timu yetu sina wasiwasi. Mimi na uhakika kesho sisi tunaenda na kikosi ambacho tulimaliza nacho msimu, na kama ulivyoona kikosi ambacho kilimaliza msimu kilikuwa vizuri. Ni mambo machache tu kidogo ambayo yalipelea, lakini na uhakika kwa kesho navyohisi hatutaanza na wale wageni ambao tumewasajili, kwa sababu kikosi chetu kimefanya maboresho machache, na mimi tunaenda kuanza na kikosi kile ambacho tulimaliza nacho msimu, na umeona hata dabi zilizopita namna gani tuliweza kuwakimbiza wapinzani wetu. Katika matokeo ambayo tulionayo siku ya Simba Day, Simba kufungwa na Police Kenya, unadhani yataathiri labda siku ya kesho? Haiwezi kuathiri chochote, kwa sababu siku ile tulikuwa tunaangalia wachezaji wetu wote kwa timu nzima walivyo. Lakini kesho hatuwezi kwenda kutesti kikosi. Kesho tunaenda na timu kamili tuliomaliza nao msimu, kuanza nayo msimu. Kwa upande wa taarifa ambazo zimekuwa za leo mapema sana alfajiri, bana, mchezaji ambaye alijitambulisha kuwa yupo katika msimu wa 2026-2027 kwamba atasajili katika maeneo ya Simba Sports Club, kwamba atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao watashiriki katika ligi ambayo inaanza kesho. Yeye leo mapema sana ametambulishwa kwa upande wa pili wa wapinzani wenu. Hili unalizungumziaje? Kusema ukweli hata mimi nimeiona, na ile niseme kweli, kiusema kweli ni pengo kubwa kwa Simba, kwa sababu hata msimu ulioisha, yani katika kikosi chetu tatizo kubwa lilikuwa kwenye umaliziaji. Na kama unavyoona tulikuwa na washambuliaji wawili msimu ule, tulikuwa tunamtegemea Jonathan Soa na Sulemani Mwalimu. Soa alipozingua tukawa naenda na Mwalimu na Mpanzu, lakini anacheza kama winga lakini sio winga. Kwa hiyo nadhani hata Simba alipomsajili winga striker mwingine ule Dumbia alikuwa hajasaidiana na Mwalimu. Kwa hiyo nadhani kwa Mwalimu kuondoka inatubidi Simba tuingie sokoni haraka kutafuta striker mwingine wa kusaidiana na Dumbia. Bana, kwa majina yako bana? Bwana, mimi majina naitwa Pregod Arson Kiara au Pregod Furniture. Ndio muasisi wa bagi ya bana. Kesho ni dabi ya Kariakoo. Bana, unaizungumzia vipi hili joto ambalo limekuwa la muda wote kuelekea katika michezo hii ya dabi? Kila muda inapokutana Yanga na Simba hajawahi kuwa rahisi. Kwa kikosi kilicho nacho kwa sasa hivi tuliposajili, kiangalia kuna Peter Shabile, kuna Mwalimu, kuna wengine, kuna Ngoma pale kiungo pale katikati. Bana, ngoja umemtaja Mwalimu kirahisi sana kaka. Mwalimu tumemaliza naye jana, mambo ya engineering lakini tumemaliza jana. Kwa hiyo kwa kikosi kilicho nacho mimi naona yani dabi sisi tunachukua mapema sana. Sawa, hebu kwa jinsi tathmini ambavyo unaiona timu imecheza siku ya juzi, imeweza kucheza lakini pia kwenye matokeo haikuwa mazuri sana. Timu ilikuwa imeweza kufungwa. Unazungumziaje na kuelekea katika dabi ya Kariakoo? Kwa juzi ile ilikuwa ni bonanza. Ukiangalia kikosi cha kwanza kilichoingia kilitoka kaingia kingine. Kwa hiyo swala la juzi wala Yanga tulikuwa hatuna uhitaji wowote kwamba tunataka ushindi. Tunataka tu tuchangamshe damu kwa kikosi maalum utakiona dabi kesho, tarehe ya kesho.